Karibu kwenye taarifa hii maalum tukikuletea mazungumzo muhimu kati ya waandishi wa habari na Rais wa Marekani, Donald Trump. Katika mazungumzo haya, Trump anazungumzia hali ya kisiasa na kijeshi kuhusu Iran, uchumi wa Marekani pamoja na mahusiano ya kimataifa. Sikiliza kwa makini kupata mtazamo wake juu ya matukio haya makubwa yanayoendelea duniani. Asante sana. Labda umesikia kwamba mambo mengi mazuri yanaendelea kuhusu mlango wa bahari na pia mambo mengi mazuri yanaendelea kwa nchi yetu. Uchumi unaonekana kuwa mzuri sana. Unaweza kuelezea hali ilivyo? Ningesema mambo yanaenda vizuri. Uchumi uko imara sana. Tumepata takwimu nzuri sana kuhusu ajira na mambo mengine mengi. Vipi kuhusu hali ya Iran kwa sasa, Mheshimiwa Rais? Ningesema wanajaribu kujikaza, lakini jeshi lao limeharibiwa vibaya. Jeshi lao la majini limezama. Meli 158 zimepotea. Kwa kifupi, jeshi lao la majini halipo tena. Ndege zao nyingi za kivita pia zimeondoka. Je, kuna hatua zozote mpya mnazochukua dhidi yao? Ndiyo. Kuanzia saa 10 kesho tutaanza mzingiro wa majini. Mataifa mengine pia yanashirikiana kuhakikisha Iran haiwezi kuuza mafuta, na hilo litakuwa na athari kubwa sana. Kuna taarifa kwamba meli zinaelekea Marekani kuchukua mafuta badala ya kupitia mlango wa Hormuz. Unaonaje hilo? Ndiyo, hilo linafanyika. Meli zinakuja nchini kwetu zikiwa tupu na zinarudi zikiwa zimejaa. Tuna mafuta mengi sana, zaidi kuliko Russia na Saudi Arabia kwa pamoja. Unaweza kutupa taarifa kuhusu marubani wawili? Je, wako salama? Tuko katika hali nzuri sana na tunajivunia sana wao. Umesema awali kwamba Iran inaweza kurudi kwenye mazungumzo. Je, bado unaamini hivyo? Nadhani Iran iko katika hali mbaya sana. Wamekata tamaa. Lakini iwe wanarudi au hawarudi haijalishi. Iran haitakuwa na silaha ya nyuklia. Je, kuna maendeleo gani kuhusu uwezo wao wa kijeshi? Jeshi lao limepungua sana. Makombora yao yameisha kwa kiasi kikubwa na uwezo wao wa kutengeneza silaha umedhoofika sana. Walivunja ahadi yao kuhusu mlango wa Hormuz, ndio maana tukachukua hatua. Kuna nchi nyingine zinazosaidia? Ndiyo, kuna nchi nyingi sasa zinashirikiana nasi na pia zitanunua mafuta kutoka Marekani. Una maoni gani kuhusu kauli za Papa Leo? Sidhani kama anafanya kazi nzuri. Sipendi msimamo wake kuhusu uhalifu na masuala ya silaha za nyuklia. Mimi si shabiki wake. Je, ungekubali nchi ya tatu kuhusika katika mgogoro huu? Hilo ni swali la kinadharia sana. Sitaki kulijibu kwa sasa. Una maoni gani kuhusu NATO? Nimevunjika moyo na NATO. Tumetumia fedha nyingi sana kuwasaidia, lakini hawakukuwa pamoja nasi tulipowahitaji. Hilo litachunguzwa kwa umakini mkubwa. Donald Trump akihitimisha. Asante sana.